Kwa majina naitwa Amina Mbowe, nimetokea shirika la Gateway Rehabilitation Center ambalo lipo Tanga. Na shukuru sana mamlaka kwa kuweza kutupatia nafasi ya kuweza kuhudhuria katika maadhimisho haya dhidi ya kupinga matumizi na biashara haramu ya dawa za kulevya. Na leo nimeweza kushiriki katika kongamano la vijana kwa ajili ya kuwapatia elimu juu ya athari za matumizi ya dawa za kulevya. Nimehamasika sana kwa kuona vijana wengi wameweza kuhudhuria, maana vijana ndio chachu ya maendeleo yetu. Kwa majina naitwa Happiness Henry Mbilinyi, mimi ni afisa ustawi wa jamii, natokea asasi ya kiraia inaitwa OYABI, Organization of Youth Against Risky Behaviors, iko Tanga pamoja na mkoani Pwani. Kwa upande mkubwa na kiasi kikubwa tunaishukuru DCA, mamlaka ya kudhibiti na kupambana dawa za kulevya nchini, imekuwa bega kwa bega pamoja na jamii na asasi ambazo sio za kiserikali, ikisaidia kutoa elimu juu ya kudhibiti na kupambana na matumizi ya dawa za kulevya. Lakini pia imekuwa mstari wa mbele kusaidia jamii kwa ukubwa katika utoaji wa elimu, na hata leo katika jiji la Dodoma wamefanya kazi kubwa sana ya kutoa elimu kwa vijana katika jiji la Dodoma juu ya matumizi ya dawa za kulevya pamoja na madhara yake. Elimu hii inatujenga sisi vijana na jamii pia. Tunapokuwa kama tumefika katika kongamano hili, pia tukawe ambassador kwa wengine ambao hawajafanikiwa kuwa hapa, kupitia mitandao yetu ya kijamii huko YouTube, Instagram pamoja na TikTok. Tutusambaze taarifa hizi kusudi watu waweze kufikiwa na huduma hii na waweze kuachana na madawa ya kulevya. Na kwa nilivyoona vijana wengi bado wanahitaji kupata elimu juu ya athari na madhara ya matumizi ya dawa za kulevya, kwa sababu wengi wao wanatumia kwa kufuata aidha ni mkumbo au kwa kutokujua athari zake na madhara yake ya baadaye. Hivyo wanajikuta tayari kishatumbukia kwenye matumizi haya na amekuwa mraibu, alafu anakuwa ni mzigo kwa familia na jamii kwa ujumla. Hivyo basi nipende kushukuru serikali na pia nipende kushukuru mamlaka ya kupambana na kudhibiti na matumizi ya dawa za kulevya katika kusaidia jamii yetu na pia kusaidia mashirika na asasi mbalimbali ambazo zinasaidiana na serikali katika kupinga matumizi haya ya dawa za kulevya. Kimoja nilipojifunza ni kwamba kupitia elimu hizi kuna watu baadhi walipata kuachana na madawa ya kulevya, lakini pia madhara ya madawa ya kulevya kuwa yanaweza kutuathiri sisi kama vijana kisaikolojia na kutupunguzia uwezo wa kifikra. Kikubwa zaidi nimejifunza juu ya madhara ya matumizi ya dawa za kulevya. Tunaona kabisa waraibu wengi ambao wameathirika na matumizi ya dawa za kulevya, wameathirika kiafya, kijamii, kiuchumi. Wengi unakuta wamepoteza vitu vingi sana kutokana na matumizi ya dawa za kulevya, lakini pia madhara ya kiafya, wameathirika sana, madhara ya kinywa, figo na kadhalika. Kwa hiyo hicho nimejifunza, na mimi nitakuwa mstari wa mbele kusaidia jamii na wale waraibu wote ambao wameathirika matumizi ya dawa za kulevya. Na tunaiomba jamii iwe na wito wa kutokuwanyanyapaa na kujua kwamba hawa ni wanajamii wenzetu na watakuwa kusaidiwa. Katika kutumia madawa ya kulevya hakuna faida yoyote, bali kuna hasara tupu, na wala hakuna ambacho kinaweza kutusaidia katika maisha yetu sisi kama vijana. Kwani inaweza ikaathiri hali nzima ya uchumi wa Tanzania wa taifa, lakini pia na hali nzima ya uchumi wa sisi binafsi moja